Haleluya. Karibu tena katika darasa letu huru la neno la Mungu baada ya mapumziko mafupi ambayo tumekuwa nayo. Sasa tuendelee sehemu yetu ya 4 ya somo letu juu ya kuzaliwa kwa Yesu kupitia safari ya mamajusi. Darasa lililopita tulijifunza sehemu ya kwanza au sehemu ya funzo la kwanza kwetu kupitia safari na maisha ya mamajusi. Na sasa tunaenda kuangalia funzo la pili au jambo la pili au kitu cha pili tunachoweza kujifunza kupitia safari ya mamajusi. Na kitabu chetu ni kile kile cha Injili ya Mathayo sura ya 2 mstari wa 1 hadi ule mstari wa 12. Kwa sababu tulikwisha kuisoma ile mistari kwenye darasa lililopita, hapa nitasoma mistari michache tu kwa wewe ambaye yamkini darasa la kwanza hukuwa umehudhuria, lakini nisome kwa faida yako mistari michache. Mstari wa kwanza unasema, Yesu alipozaliwa katika Bethlehemu ya Uyahudi, tazama zama za mfalme Herode, tazama mamajusi wa mashariki walifika Yerusalemu wakisema, yuko wapi yeye aliyezaliwa mfalme wa Wayahudi? Kwa maana tuliiona nyota yake mashariki, nasi tumekuja kumsujudia. Basi mfalme Herode aliposikia habari, alifadhaika pamoja na Yerusalemu, na alifadhaika na Yerusalemu pamoja naye. Ukiweza kuendelea pale utaona hizi habari za mamajusi. Na katika darasa hili hatuhitaji kurudia tena kueleza hawa mamajusi ni akina nani, walitoka wapi. Tumekwisha eleza kwenye darasa lililopita. Hapa tunaendelea na mafundisho tunayoweza kujifunza kupitia hawa mamajusi. Funzo kuu mama kwenye darasa lililopita ilikuwa ni kujua. Walijua vitu vingi hawa mamajusi. Na leo tunataka tuangalie kitu cha pili. Kitu cha pili tunachojifunza kupitia hawa mamajusi ni imani. Imani. Hawa mamajusi walimwamini Mungu kwa habari ya kuzaliwa kwa Yesu. Walimwamini Mungu kabisa. Wasingekuwa na imani, maana imani ndio iliwapa hakika ya jambo lile, wasingeweza kuianza safari ndefu, safari yenye uchovu mwingi, safari yenye hatari nyingi za njiani. Na unakumbuka wakati wanarejea baada ya kumwona Yesu, walionywa na Mungu kwa njia ya ndoto wasiirudie njia walioijia, yaani wasipitie tena ile njia ya Yerusalemu. Wakakutana na Herode, na Herode aligundua kwamba hawa mamajusi wamenisaliti, hawajapita kwangu. Unaweza kuona picha ya hasira ya Herode wakati anawaua wale watoto kwenye viunga vya Rama kule Bethlehem. Je, angewaona hawa mamajusi wakiwa wanarudi kwa njia nyingine, angewaacha salama? Na wao pia wangeweza kuuawa. Kwa hiyo walihatarisha maisha yao kwa ajili ya Kristo. Lakini kwa nini waianze safari? Ni kwa sababu walimwamini Mungu kwa habari ya kuzaliwa kwa Yesu. Hawakuwa na shaka juu ya kuzaliwa kwa Yesu. Hawakuwa na shaka juu ya kielelezo cha kuwaongoza ambacho ni ile nyota ambayo Mungu alikuwa amewapa. Hata kama ile nyota kuna mahali iliwapotea, kama ambavyo tumesema kwenye darasa lililopita, haikuwapotea kwa uzembe wao, isipokuwa lilikuwepo kusudi la Mungu la kuificha ile nyota kwa muda, ili ujumbe walio nao uweze kuwafikia watu wa Yerusalemu, ili ujumbe walio nao uweze kumfikia mfalme Herode, ili ujumbe walio nao uweze kuwafikia wakuu wa makuhani na makuhani wote, uweze kuwafikia waandishi na Mafarisayo, uweze kuwafikia walimu wa sheria na Torati. Yaani maana yake uweze kuwafikia watu wale ambao Mungu alisema na wao kwa habari ya Kristo Yesu. Maana watu hao ndio waliokuwa na matarajio ya kuzaliwa kwa Masihi, kwa kuwa nabii Isaya alikuwa amekwisha kunena na wao kwamba tazama, bikira atachukua mimba,
naye atamzaa mwana. Anaeleza sifa za huyo mwana kwamba uwezo wa kifalme utakuwa mabegani mwake, naye atakuwa kwenye kile kiti cha Daudi, mfalme wao. So hawa walikuwa wana habari nyingi za kuzaliwa kwa Yesu. Kwa hiyo Mungu alihitaji lile jopo la watu wanaohusika kuwaongoza taifa katika mambo ya imani wapate taarifa kamili, wapate taarifa rasmi kwamba hata ushahidi wa ile nyota iliyonenwa tangu zama za kina Musa kwamba inaonekana ikitoka katika Yakobo, lakini kwa mbali, kwamba sasa imeonekana. Kwa hiyo ile nyota iliwapotea kwa muda tu kwa sababu ya kusudi hilo, na baada ya kusudi kutimilika, ile nyota ilionekana tena. Hata katika hilo, mtu wa Mungu, kuna jambo la kujifunza. Ni kwamba yawezekana na wewe katika safari ya maisha ya imani, kuna kitu Mungu alikupa kama kielelezo, kuna kitu Mungu alikupa kama dira, lakini siku hizi yawezekana hukioni, na kwa sababu hiyo huko unahangaika sana, hujajua sasa uelekee wapi, hujajua mwelekeo wako uwe upi, na kwa sababu hiyo upo katika hofu, upo katika kuuliza, na mara nyingi umekaa kanisani mkao wa kusubiria labda Bwana aseme na wewe, labda nabii akutabirie jambo fulani ili upate ufumbuzi wa mwelekeo uliokuwa umeanza nao. Sikiliza nikwambie, mtu wa Mungu, nyota hukuipoteza wewe, na kwa sababu ni Mungu aliyekuwa amekudhihirishia wewe, ni wakati tu Mungu anahitaji kurekebisha jambo fulani. Yawezekana kuna ujumbe ambao Mungu anaufikisha mahali fulani, yawezekana kuna kitu ambacho Mungu anakikamilisha kwa ajili yako. Hilo jangwa unalolipitia ni la muda sana, wakati si mrefu nyota utaiona tena. Nami ninaamini kwamba utakapoiona tena utajawa na furaha kubwa, sawa na wale mamajusi walivyoiona tena ile nyota. Maandiko yanasema wakafurahi furaha kubwa mno. Nami ninaamini muda si mrefu utafurahi furaha kubwa mno, kwa kuwa nyota ya Bwana kwako, nyota ya Mungu katika maisha yako, muda sio mrefu itaonekana. Nina imani kwamba hujaipoteza. Nina imani kwamba hujafanya uzembe. Nina imani kwamba si upuuzi uliofanya imefichika machoni pako. Ni jambo tu la muda. Kuna kitu Mungu anatengeneza. Kuna jangwa Mungu anakupitisha. Kuna maeneo Mungu anakukamilisha. Lakini zidi kumwamini Bwana. Hata wale mamajusi walizidi kumwamini Bwana hata katikati ya nyota kuwapotea. Jambo hilo ni la kwanza tunalojifunza kwenye kielelezo hiki cha pili cha imani, kwamba walimwamini Mungu kwa habari ya kuzaliwa kwa Yesu Kristo. Lakini si tu kumwamini Mungu kwa habari ya kuzaliwa kwa Yesu, lakini pia wanatupa kielelezo cha kumwamini Yesu. Walimwamini Yesu hata kama alikuwa bado mtoto mdogo sana, lakini walimwamini Yesu. Ninapotafakari imani ya hawa mamajusi, binafsi huwa ninawasaruti hawa mamajusi. Hawajasikia Yesu akisema chochote, hawajaona Yesu akifanya muujiza wowote, hawajamuona Yesu akihubiri, wala hawajamsikia akihubiri, hawajamuona Yesu akiponya kiwete, hawajamuona Yesu akiponya vipofu, hawajamuona Yesu akifufua wafu, hawajamuona Yesu akibadilisha maji kuwa divai. Bado Yesu ni mtoto mchanga, amevaa nguo za kitoto, yuko mahali pale. Lakini wao walikuwa na jicho la kinabii, walikuwa na jicho la rohoni linaloona. Walipomuona hawakumuona kama mtoto mdogo, walipomuona hawakumuona kama mtoto wa kawaida, walipomuona walimuona mfalme. Na ndio maana walipofika mahali pale hawakuanza kujiuliza, huyu ndio mfalme au siye? Maandiko yanaonyesha wazi kwamba walifanya maamuzi ya moja kwa moja. Walipoingia ndani ya ile nyumba, wakamuona Yesu, yule mtoto Yesu, wakamuona Mariamu pamoja naye, walianguka chini. Macho yao hawakuona mtoto, macho yao walimuona mfalme. Walimuona katika uweza wake, walimuona katika mamlaka yake, walimuona katika ukuu wake, walimuona katika utukufu wake, walimuona katika daraja lake. Wakasema hakika huyu ndiye mfalme
ambaye sisi tumemfungia safari na anastahili kuabudiwa. Wakaanguka wakasujudu. Bado ni mtoto mdogo, walionyesha imani katika Yesu Kristo. Yesu alibaki anashangazwa na watu, anawaambia, heri ninyi mumeweza kuyasikia maneno ambayo manabii na mitume zamani walitamani kusikia wasisikie. Ninyi leo mumeweza kuyaona mambo ambayo mababa zenu wa imani na mitume walitamani kuona wa kuyaona, lakini leo yanafanyika machoni penu, mnaona. Leo kwa masikio yenu mnasikia. Watu walipata neema kubwa ya kuyasikia mambo mengi ambayo Yesu alikuwa akiyasema, wakaweza kuona mambo mengi Yesu alikuwa akiyafanya, lakini hawakuweza kumwamini Yesu. Na badala yake walianza kufikiria mambo mabaya juu ya Yesu. Walianza kuandaa makundi ya kwenda kumtega Yesu kwa hila, ili wamnase kwa maneno, ili wamnase kwa hoja zake, lakini hawakuweza kufanikiwa. Hata alipofufua wafu wao, baadhi yao hawakuweza kumwamini. Hata alipomtoa mtu kaburini, ndipo walipofanya kikao kikubwa cha kuhakikisha wanamwangamiza Yesu. Hawakuweza kuamini. Lakini hawa mamajusi, bado Yesu ni mtoto mdogo, waliweza kumwamini. Bado Yesu hajaweza kuongea, waliweza kumwamini. Bado Yesu hawezi kujieleza, waliweza kumwamini. Hivyo wanatupa kielelezo cha imani, na hiki kielelezo tusikipoteze. Ninatamani kuona mtu wa Mungu usipoteze kielelezo hiki, ni muhimu sana kwako. Hebu tuwe na imani. Imani kwa Yesu isipotee. Imani kwa Mungu wetu isipotee. Sisi tumezungukwa na wingu kubwa la mashahidi, kama mtumishi wa Mungu anavyotueleza katika kitabu cha Waebrania ile sura ya 12 ukianza ule mstari wa kwanza, kwamba sisi tumezungukwa na wingu kubwa la mashahidi. Mashahidi anaowazungumza amewataja katika ile sura ya 11. Ameeleza watu waliosafiri kwa imani, kwamba kwa imani wakina Enoki, kwa imani Sara, kwa imani Ibrahimu, kwa imani wakina nani, kwa imani. Ameeleza safu ndefu ya watu ambao kwa imani waliishi maisha ya ushindi, na kwa imani walimtegemea Mungu katika mambo ambayo kwa kawaida usingeweza kuyatarajia. Na wengine kwa imani waliweza kukatwa kwa misumeno, lakini hawakuweza kuiacha imani. Kwa hiyo sisi tumeshuhudia mengi. Hadi leo tumeshuhudia Yesu akiponya, tumemshuhudia Yesu akiokoa, tumemshuhudia Yesu akisaidia watu wengi. Hivyo hatuna kitu cha kutukwamisha sisi kwa habari ya kumwamini Yesu. Kwa nini imani yako inatindika? Kwa nini imani yako inaregea katika Yesu Kristo? Kwa nini imani yako inayumba katika Yesu Kristo? Kwa nini usivae imani kama ya mamajusi ambao waliweza kumwamini hata kabla Yesu hajafanya jambo lolote? Kwa nini usiwe na imani kama ile ya kina mamajusi? Naitamani ile imani, na mimi na wewe unaitamani imani ya namna hiyo. Kwa imani yako katika Mungu isipotee. Kumbuka, imani ndicho kitu ambacho Kristo amekiacha ndani yako chenye thamani kubwa, kama anavyoeleza Mtume Petro katika ile sura ya kwanza kianzia ule mstari wa 5 hadi mstari wa 9. Anasema tusishangae tunapoangukia katika majaribu ya namna mbalimbali, kwamba kujaribiwa kwa imani yetu iliyo na thamani kuliko dhahabu. Dhahabu huwa inajaribiwa kwa moto. Anasema na sisi kwa sababu tuna imani iliyo na thamani kubwa kuliko dhahabu, inaweza ikajaribiwa. Kwa hiyo hata unapoangukia kwenye magonjwa, ujue kinachotafutwa si mwili wako, si uhai wako, kinatafutwa ni imani yako. Hata unapopitia katika changamoto za ndoa yako, kinachotafutwa ni imani yako. Hata kama unapitia katika changamoto za ujana wako, namna ya kumpata mwenzi wa ndoa, wakati mwingine yawezekana mambo yamechelewa, kinachotafutwa ni imani yako. Yawezekana umechelewa kupata mtoto, kinachotafutwa ndugu yangu ni imani yako katika Mungu. Je, imani yako itatikisika? Je, imani yako itapotea? Hebu ishike imani katika Mungu, ikubali. Kuna gharama katika imani, na ndio maana hata mamajusi ili wagharimu, haikuwa kitu rahisi kufunga safari ndefu ya namna ile, safari yenye hatari za njiani, safari yenye uchovu mwingi, safari ya kuweza kupoteza mali zao, lakini walikuwa na imani na Mungu. Hiyo haikuwasumbua. Na kushauri na wewe mtu wa Mungu, hebu uishike sana imani. Maandiko yanasema mwenye haki wa Mungu ataishi kwa imani, na akisitasita Mungu hana furaha naye. Lakini pia maandiko yanasema katika Waebrania sura ya 11 mstari wa 6 kwamba pasipo imani haiwezekani kumpendeza Mungu. Mtu amwendeaye lazima aamini kwamba huyu Mungu yupo na tena
anawapa thawabu wale wamtafutao. Lakini pia ukumbuke, sisi tunahesabiwa haki na Mungu kwa njia ya imani, si kwa ajili ya matendo yetu, lakini ni kwa ajili ya imani. Lakini kumbuka pia, hata Roho Mtakatifu tuliyoahidiwa, nje ya imani hatuwezi tukampokea. Tunapokea Roho Mtakatifu kwa njia ya imani. Lakini pia si hivyo tu, ila inabidi ukumbuke kwamba hata maombi yetu yanajibiwa tunapoomba kwa imani. Kwa hiyo kuishika imani ni kutunza uhai wetu wa kiroho. Tumwamini Yesu Kristo hata katika nyakati ngumu. Hata siku ile ambapo yawezekana unaugua ugonjwa wa mauti, bado uzidi kumwamini Mungu. Hata wakati ule vichomi vimekazana sana vya kutenganisha mwili, nafsi na roho, bado uzidi kumwamini Mungu. Tumwamini Mungu hadi pointi ya mwisho. Ni imani yangu kwamba umeweza kusikia habari hii, mtu wa Mungu, na nami naamini kwamba umejifunza jambo hili. Kwa mamajusi walikuwa na imani kwa Mungu, walikuwa na imani na Yesu Kristo. Hata walipomwona ni mdogo, walikuwa na imani naye, wala maandiko hayaoneshi kuna jambo lolote Yesu aliwafanyia, lakini walirudi wakiwa wenye furaha kwa sababu wamemwona Yesu Kristo. Tamani kumwona Yesu, tamani kukutana na Yesu. Wengine wanatamani kuponywa tu, wengine wanatamani kuguswa tu, wengine wanatamani watabiriwe tu, wengine wanatamani wafanywe muujiza fulani. Sio mbaya, lakini hilo sio chaguo la kwanza, rafiki yangu. Chaguo la kwanza, tamani sana kumwamini Yesu Kristo, tamani kufanya kitu kwa ajili ya Yesu Kristo, na mengine atakuwa ni ziada. Na baada ya kuyasema hayo, niombe tupate mapumziko mengine tena, tujiandae na sehemu ya 5. Tujiandae na sehemu ya 5 kama sikosei, ya somo letu kuhusu mamajusi. Jambo jingine tena tunaloweza kujifunza kupitia hawa mamajusi. Na Mungu akubariki sana. Usisahau kulike kwenye hii page yetu au kusubscribe, lakini pia nakukumbusha usisahau kushare na watu wengine. Lakini pia nakusihi usisahau kutuandikia au kutujulisha unatusikiliza, unatufuatilia ukiwa pande zipi, ndani ya nchi ya Tanzania au nje ya nchi ya Tanzania. Unatusikiliza tukiwa wapi? Ushuhuda wako ni wa muhimu sana, unatutia moyo. Na Mungu akubariki. Tukutane tena darasa linalofuata baada ya mapumziko haya.